Uimara wa taifa unaweza ukategemeana na neno la unabii ambalo taifa imelipokea na kuwa nalo. Ngoja nizungumze hapa neno la unabii ambalo Bwana alinipatia kwa habari ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kuelekea siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 ambapo vuguvugu la maandamano ya kitaifa kupangwa kutokea. Mpaka mafuta ya Bwana MWB James Onea aliweza kusema kitu ambacho Bwana alimuonyesha, na haya ndio yalikuwa maneno yake. Petro wa pili 1 anazungumza nasi, tunalo lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza. Mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka. Sema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa hiyo ukikumbatia neno la unabii, mtu wa Mungu, kuna nuru inaangaza mpaka kitaeleweka, mpaka kama taifa tutakapotoboza. Haleluya! Pigie Bwana Yesu makofi. Sasa baada ya kulipokea neno la unabii, kinachofuata, mtu wa Mungu, haifai tu kuwa nalo hilo neno la unabii, amen, bali maandiko yanazungumza ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahala penye giza. Kwa lugha nyingine, neno la unabii ni taa inayoangaza mahala pa giza ili ujue nini cha kufanya. Kuna mtu mmoja anaelewa? Amen. Neno la unabii ni nini? Ni taa inayoangaza mahala pa giza ili ujue nini cha kufanya. Na ndio maana katika siku za giza za kitaifa, Mungu anatuma neno la unabii kwa ajili ya kuangazia taa kwenye hilo taifa ili watu wajue nini cha kufanya. Kuna mtu mmoja anaelewa? Mpige Bwana Yesu makofi. Zinapotokea nyakati kama hizi, kwa mfano taifa letu linapitia, unasikia kuna rumors ya mambo kadhaa, amen. Kuna mambo ambayo unakuta itakuwa hivi, sijui tarehe 7 mwezi wa 7 kutakuwa na maandamano, kutakuwa na 1 2 3, sijui tumekusudia kufanya 1 2 3. Maybe wale ambao wana mobilize maandamano wanakuwa wanazungumza, amen, glory be to God. Kwa hiyo kwa namna fulani hivi unaona kabisa taifa linakuwa liko katika wakati ambao ni wa giza. Kuna watu leo hii hawajui tarehe 7 watoke ama wasitoke. Sio giza hilo. Mbaya zaidi, kwa mfano, hiyo ni siku ya 7/7. Amen. Kuna wafanya biashara wengi. Hiyo siku itakuwaje, mtu wa Mungu? What if wewe unatoka kama mfanya biashara na kukutana mkongoto? Mimi nakupatia neno la unabii. Nakupatia neno la nini? La unabii, uelewe umuhimu wa neno la unabii katika taifa, katika nyakati za nini? Za giza. Kwa sababu hata serikali inaweza kaa ijui waandamanaji wamepanga nini sasa. Kwa kunakuwa na mambo mengine bahati nasibu, mengine of course wanaweza wakajua what is what, lakini kuna watu wengine wanaweza kawa wahanga ambao sio, kwa sababu ni nyakati za nini? Nyakati za giza. Asa Mungu atamtuma nabii kwa ajili ya kutoa neno la nini? La unabii, ili lile neno la unabii liwe ni taa itakayoangazia taifa katika wakati wa nini? Wa giza. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Na neno la unabii is not a human made. Neno la unabii sio neno la kujitungia. Mtumishi wa Bwana nabii Petro wa pili 1:17, maana Petro wa pili 1:18, na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Sauti hiyo tulisikia. Sauti hiyo tulifanyaje? Tulisikia. Kwa hiyo lazima neno la unabii litaletwa na sauti kutoka mahala pa juu. Lazima neno la unabii litaletwa na nini? Na sauti kutoka mahala pa nini? Pa juu. Amen. Now let me tell you one thing.
Ngoja nizungumze hapa neno la unabii ambalo Bwana alinipatia kwa habari ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Amen. Nakumbuka ilikuwa ni majira ya mchana, tarehe 30 mwezi wa 6 ile. Tarehe 30 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwenye around saa 4. Amen. Kwenye around saa 4 kama na dakika 30 na hivi. Amen. Nilikuwa niko ofisini kwangu nimelala. Baada ya kuongoza mchaka wa madhabahu ya maombi ya asubuhi ile siku, kwa nikawa nina usingizi. Amen. Sababu jana yake nilichelewa kulala. Nikajaribu kupambana na ule usingizi, lakini ikawa ni kitu kigumu sana. Nikaamua ngoja niende ofisini, nikapitiwa na usingizi, nikawa nimelala. Wakati nilipolala, nikachukuliwa rohoni, nikapelekwa kwenye maeneo kadhaa. Amen. Lakini miongoni mwa maeneo ambayo nilipelekwa Dodoma kwenye huduma ya mtumishi mmoja hivi wa Mungu. Amen. So nikaona baadhi ya vitu, Bwana Mungu akaniambia baadhi ya vitu vinavyohusiana na ule mtumishi. Zeni nikachukuliwa tena, nikarejea nikapelekwa tena kwa mtumishi mwingine, mtumishi wa Mungu nabii. Amen. Nikaonyeshwa baadhi ya vitu kadhaa, maandalizi anayoyafanya kwa ajili ya next phase ya huduma ya huduma yake, na nikaona yale maandalizi yalikuwa anayafanya katika kiwango cha ubora sana. Amen. Then baada ya hapo nikachukuliwa, glory be to God, this time around nikapelekwa sehemu, siwezi nikasema ilikuwa ni Dar, Arusha ama Dodoma. Amen. But what I remember, ilikuwa ni barabarani. Ilikuwa nini? Ni eneo ambalo lina barabara kubwa, alafu kulikuwa kuna barabara nyingine ambazo zile zinalisha barabara kubwa. Amen. Then nikaanza kusikia sauti ya watu. Kwa makini nikaanza kusikia sauti za watu wakisema tuogope polisi. Zingatia ninachozungumza. Nikaanza kusikia sauti za watu wakisema tuogope nini? Polisi. Lakini wakati natazama sikuwaona wale watu ambao walikuwa wanasema tuogopi polisi. Kwa hiyo nikawa ninaendelea kutazama hii sauti za watu zinatokea wapi, ambao wanasema tuogopi polisi. Then nikaona moja ya zile barabara ambazo zilikuwa tuseme barabara za mtaani, labda kwa lugha ambayo ni nyepesi, barabara za nini? Za mtaani. Nikaona gari kutoka kwenye zile barabara za mtaani. Amen. Ili gari lilikuwa ni gari tuseme aina kama ya tipa. Amen. Kwa gari aina kama ya tipa ama gari kubwa. Amen. Kenta labda. Amen. Sio hizi Suzuki, ni gari kubwa. So nikaona watu wamepakizwa kwenye lile nini? Kwenye lile gari. Amen. Then nikaona lile gari likaja mpaka kwenye hii barabara kuu ambako nilikuwa naona kulikuwa kuna polisi. Amen. Lakini at first sikuona nini? Sikuona watu, pamoja kwamba nilikuwa nasikia sauti nasema atuogope nini? Polisi. So ili gari likaja mpaka kwenye barabara kuu, likaenda mpaka somewhere, likasimama. Alafu nikaona wale watu wameshuka wote kwa pamoja. Amen. Ikiwa ni namna sasa ya kuanza kufanya nini? Maandamano. Nadhani unaweza ukaelewa. Yaani imagine katika hali ya kawaida askari labda watakuwa wanavizia watu ambao labda wanakuja hivi uwadhibiti, wanakusanyika, si ndio? Hasa nao watu wanakuja kwenye nini? Watu wako kama kwenye gari. Hivi utasimamisha gari unasema hao ni waandamanaji? Mwenye masikio na afanyaje? So by the time wale watu wana drop, manake tayari ni kikundi cha nini? Cha watu.
nikasikia sauti kutokea juu mbinguni ikizungumza nami na kuyasema maneno haya. Amen. Tell this to my people. Tell this to my people. It was an English voice. Kwa Kiswahili tunasema waambie jambo hili watu wangu. Na nakumbuka that time ilikuwa ni 5:00 kamili. Waambie jambo hili nini watu wangu. Yale maono yakaisha. Yale maono yakufanyaje? Yakaisha. Sasa nikawa najiuliza, what is this now? But as a prophet nikaelewa. Glory be to God. Kitu ambacho nimekuelewesha. Tunaelewana eh? Nikaelewa kitu ambacho nimefanyaje? Nimekuelewesha, mtu wa Mungu. Lakini swali nikabakia nalo sasa. Kwa nini nimeambiwa niwaambie watu wa Mungu jambo hili? Sikuambiwa iambie serikali jambo hili. Amen. Amen. Nikaambiwa waambie watu wangu jambo nini? Jambo hili. Mtu wa Mungu, usiache kufuatilia mwendelezo wa maneno ya unabii huu sehemu ya pili.